polisi jamii imelazimisha mtoto wangu kwenda kaburini, hana kosa lolote. Eti Ibra anamuomba 50,000 na kosa, anamfunga pingu, anamwambia blaza, nifungulie pingu, umeshanikanyaga nimeumia. Nifungulie pingu nipumzike, nimechoka. Anamkanyaga, anamwambia twende. Asema basi nikae chini kidogo nipumzike hata kidogo. Twende mpaka mtoto wangu anakufa. Mama, Ibu aliua mtoto wa mtu, akaenda kafungwa miezi 2 akarudi. Akaja kupewa tena polisi jamii. Mimi nilikuwa nategemea pale alipomuua yule mtoto hata ingia tena kwa mambo ya serikali. Nikaingia tena narudi tena naingia kwa mambo ya serikali tena. Mtu ameua, alafu mnakuja kumweka tena serikalini tena. Kwa nini? Huyu ameshakuwa na mauaji. Tunaomba serikali nisaidie mimi mtoto wangu. Inisaidie mimi japo amekufa, ameuawa. Inisaidie ndio tegemezi langu. Tamanyaje mimi nitaishije sina mtoto. Nitaishije nilitegemea babu mtoto wangu baba. Jana kijana amempiga pingu, wamemuua akiwa amefungwa pingu. Kifo kibaya. Sisi wazazi tunaumia. Naomba serikali tusaidie sisi wanawake tunaozaa. Kijana wamemkamata bila kosa lolote. Wamemkamatia Bunjumu, wakampandisha huko juu, wakamkimbiza, wakamkanyaga. Vijana wadogo hapo walioshuhudia ile tukio, wakamkanyaga mateke ya tumboni mengi sana. Na kumfanya kama vile ni mzima, kumbe amemuua. Wakampandisha kwenye pikipiki hadi kumpeleka kituo cha polisi. Wakapita hadi Seketule. Kufika Seketule, maangazi tuliyasikia tulikuwa na vijana wetu wanafuatilia. Wamekwenda kusingizia kwamba eti alianguka. Hajaanguka, wamemuua. Tunaliomba jeshi la polisi kama lina upungufu wa mapolisi, hata mapolisi waliostaafu warudishwe kazini. Lakini polisi jamii wasema polisi jamii waondolewe kabisa. Ni wezi. Wanaishi kwa ajili ya dhuluma. Hatuwataki kabisa. Mimi nafsi naongea hivi, na uzee wangu kama mgenitolea zongoli hapa au Ibra, ningemuua mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Nimeumia sana, ningemuua kwa mikono yangu. Anafanya uchafu mwingi. Mimi nilikuwa polisi jamii, nilijiuzuru kwa ajili ya uchafu unaofanyika. Ni uchafu. Nikakuta amemkaza kwenye pikipiki, yule mtoto wa soka mkamatilia hivi. Kumchungulia hivi, kesha kufa. Nikaanza kupiga mwana pale. Tusaidieni. Na hiyo akaja, wakampeleka kwenye bajaji, wakampeleka hospitalini. Askari ananiambia njoo katoe maelezo. Ngambia sasa wewe askari, marehemu mtu kafia hapo. Hujakamata huyo mpiga, ananiambia mimi katoe maelezo Kagoma. Wananchi wakanitetea, ikawa kufikisha kule ameshakufa. Tumefika kule, wale kana mlishika kama criminal, watu waliomuua ni 3, mimi nimeona kwa macho yangu. Mwafikishie ujumbe serikali na watu wote duniani, na sisi hapa mtaani hatuwataki kabisa. Na sisi wakija inabidi serikali watatuona sisi tumechukua maamuzi magumu, tutawatoboa macho, aidha na sisi wenyewe tuwaue kabisa tu, basi waondoke na wenyewe, sababu wasionekane mtaani kabisa. Yani hiyo tu iwe wazi, kwa sababu hatutakubaliana na sisi hilo zoezi. Maana wanatunyanyasa sana. Hata mimi mmoja wapo alishakuja kunikamata pasipo sababu ya msingi. Yani wakae huko milele, wasitoke kabisa hapa mtaani. Yani wakae hata wafie huko na wenyewe alichokifanya. Sheria ifanye, sheria ifuate mkondo, na wenyewe wapewe adhabu, waishi kama walivyowaua wenzao, sio waende waue afu wamuache. Aliua mara ya kwanza ile dogo kwanza akagonga, akaenda sijui kawakawaje, serikali kafanya vipi, wakaenda wakamwachia tena akarudi hapa mtaani anaendelea kutesa tu watu. Kwa awamu hii sasa iliyotokea hilo wamefanya ni kosa kubwa sana. Serikali naiomba hawa watu wahukumiwe, fundisho kwa watu wengine, kwa sababu wakirudi hapa sio tutatuletea majanga, tutachukua sheria mkononi. Serikali tatuona sisi hatuna yani bana sijui. Yani waende wakakae jela milele yote. Hairuhusiwi kumtendea mwenzako kitendo ambacho ni cha ukatili, na huruhusi kumpiga mwenzako kwanza. Haipo hiyo sheria kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mtu ana makosa unampeleka kwenye sehemu husika ili achukuliwe sheria, sio kumpiga. Kwa hiyo mimi hicho kitendo kwa kweli sio cha kiungwana, na mimi mwito wangu nasema kwamba jamani, hata kama wewe ni polisi jamii unafanya kazi ya serikali, fuata sheria.